Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Tunakujuza mambo mengi yanayojiri ulimwenguni, lakini wakati huu tunamtazama Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye amefanya ziara siku ya Jumatatu nchini Marekani na kukutana na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Na wakati huu amezungumza na wana Israel akiwaeleza juu ya safari yake. Katika mazungumzo yake kwa vyombo vya habari, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema, nimemaliza ziara yangu ya pili Marekani katika muda wa miezi miwili. Ilikuwa ni ziara nzuri, ziara ambayo nimekutana na rafiki yangu Donald Trump. Unaweza kuvutiwa na ukaribu na urafiki mkubwa kati yetu ambao ulionyeshwa katika masuala tuliyojadili. Kwanza kabisa tulijadili Iran. Tunakubali kwamba Iran haitakuwa na silaha za nyuklia. Hili linaweza kufanywa kwa makubaliano, lakini ikiwa tu makubaliano haya ni ya mtindo wa kama Libya walivyoingia, watalipuliwa mitambo yao. Tutabomoa vifaa vyote chini ya usimamizi wa Marekani na kutekelezwa na Marekani. Hii itakuwa nzuri sana. Lakini pili ni uwezekano wa pili ambao hautakuwa ni kwamba wanavuta mazungumzo na kisha kuna chaguo la kijeshi. Kila mtu anaelewa hili. Tulizungumza juu ya hili kwa kirefu. Ikiwa hawatakubali mazungumzo, basi hili la kutumia majeshi litakuwa la maana sana. Suala la pili ambalo tulijadili ilikuwa ni suala la ukanda wa Gaza. Tumedhamiria kuwaondoa Hamas na wakati huo huo tumedhamiria kuwarudisha mateka wetu wote. Rais alitazama na kuambia waandishi wa habari waliokuwepo, mtu huyu anafanya kazi mara kwa mara kuwakomboa mateka. Natumai kwamba hii itasambaratisha uongo unaosambazwa na kusema kwamba sifanyi kazi kwa ajili yao, kwamba sijali, ninajali na ninaifanya kazi na tutafanikiwa. Kadhalika tumejadili maono juu ya Rais Trump kwa sababu sasa tunawasiliana na nchi ambazo zinazungumza juu ya uwezekano wa kuchukua raia wengi wa Gaza. Hii ni muhimu sana kwa sababu mwisho ndio inapaswa kutokea. Lazima watu wa ukanda wa Gaza waondoke, na mpango wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump ni kuona Gaza inakuwa huru na kila mtu anaweza akaishi kwa amani na usalama. Suala la tatu tumejadili kuhusu Uturuki. Uturuki inataka kuanzisha kambi za kijeshi nchini Syria na hii inahatarisha Israel. Tunapinga hili na tunalifanyia kazi. Nilimwambia Rais Trump ambaye ni rafiki yangu na pia rafiki wa Erdogan, ikiwa tunahitaji msaada wako tutajadili na wewe, aliniambia Rais Trump. Suala la nne na la mwisho ni kuhusu suala la ushuru. Rais Trump amezitaka nchi kupunguza nakisi zao za kibiashara na Marekani hadi sifuri. Nilimwambia hili si jambo gumu kwetu, tutafanya hivyo. Hiki ndicho kidogo ambacho tunaweza kufanya kwa ajili ya Marekani na rais wake ambaye anatufanyia mengi. Hii ilikuwa ziara nzuri sana, ziara ya joto sana. Kulikuwa na mambo ya ziada ambayo mtayasikia kuhusu baadaye ya watu wa Israel. Mtazamaji wa The World News, huyo ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akizungumza mbele ya waandishi wa habari juu ya ziara yake, akiwaambia wananchi wa Israel namna ambavyo amezungumza na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Na makubwa zaidi ambayo yameguswa na waandishi wengi wa habari ni kuhusu suala la Iran, kwa maana joto limezidi kuwa kubwa, lakini pia juu ya wapiganaji wa Kipalestina wa Hamas, lakini pia na hili linaibuka wakati huu la Uturuki. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.